Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Profesa Ibrahim Khamis Juma, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Katibu Mkuu Chama cha Mapinduzi, Katibu Mkuu Kiongozi Jaji Sibangirwa Mwangesi, msimamizi wa maadili yetu, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wakuu wa mikoa wote mlioko hapa, wakuu wa wilaya, naona baadhi ya sura za wakuu wa wilaya mlioko hapa, lakini pia nimeona marasi wako hapa, natambua uwepo wenu, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu ama mpo, kiacha yule aliyeapishwa, management ya Ofisi ya Rais, TAMISEMI na viongozi wengine waandamizi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. La kwanza, nami nashukuru kupata fursa hii na nianze na kuongeza sauti yangu kwenye kumshukuru Mungu kwa hapa alipotufikisha. Nitazungumza kwa mafungu tofauti. Taanza na wakuu wa mikoa wateule walio hapa leo, lakini nitakwenda kwa mikoa waliohamishwa, waliopo kwenye vituo na wengine kama mnavyofuatilia. Nianze na Mtwara, Mheshimiwa Lieutenant Colonel Patrick Kenan Sawala. Kana Sawala, tumekupandisha kuwa mkuu wa mkoa, na hii ni kutokana na kazi nzuri uliyofanya ukiwa mkuu wa wilaya. Tumeona tukupandishe kuwa mkuu wa mkoa, na kwa hivyo uzoefu wa ndani ya Mtwara wewe si mgeni nao, na tunajua utakwenda kutuwakilisha vyema. Lakini kuambie tu kwamba mkoa wa Mtwara unapakana na jirani zetu wa kimkakati, Msumbiji. Hivyo hakikisha kwa kushirikiana na kamati ya ulinzi na usalama, lakini na kamati ya ujirani mwema iliyoko kule, mnafanya vikao vile mnavyokubaliana ili kuondoa changamoto, hasa changamoto za mpakani, lakini pia kutumia kamati hizo hizo kukuza biashara baina yetu. Nimekuwa na malalamiko kwamba tumeanza kufungua eneo, wamepita, biashara imekuwa. Sasa mkisimamia usalama na biashara ikikua, tuna mengi sisi ya kuuza Mozambiki kuliko Mozambiki kuleta kwetu. Kwa hiyo lazima biashara kule ifunguke. Lakini mkoa wa Mtwara pia ni muhimu kiuchumi kutokana na zao la korosho. Hivyo uende ukasimamia jitihada za serikali kuongeza uzalishaji wa zao la korosho. Mwenzio aliondoka amefanya vizuri, changamoto ndogo ndogo za hapa na pale, lakini amefanya vizuri. Kwa nenda kasimamie uzalishwaji, uongezwaji wa zao la korosho. Lakini mbali ya uongezwaji wa zao la korosho, usafirishaji wa zao la korosho pia. Tumeamua korosho yote isafirishwe kutoka bandari ya Mtwara. Tumejaribu msimu uliopita na mpaka leo hatujapata lawama kutoka duniani kwamba korosho zilizopelekwa ni chafu. Tunaporuhusu korosho kutoka Mtwara kuja Dar es Salaam, katikati hapo mambo mengi yanafanyika, lakini ikisafirishwa moja kwa moja kule, tunakuwa tunapeleka zao zuri lenye sifa. Kwa hiyo kasimamie hilo. Mbali na hayo, serikali imeanzisha kongani ya korosho, viwanda vya kubangua korosho kule Mtwara. Tayari tumeanza, nenda kasimamie, nadhani mkikabidhiana mtaelezana, kasimamie kongani ile isimame vyema, vijana wetu wa Mtwara wapate kazi kupitia kongani hiyo ya uchambuzi wa korosho. Kwa upande mwingine, mazao ya mbaazi na ufuta, serikali imepata soko zuri la mbaazi na ufuta kule India. Mwaka jana bei ilikuwa nzuri, watu walizalisha vizuri.
Na kwa sababu ya bei ya mwaka jana, mwaka huu watu watajituma kuzalisha zaidi. Nenda kasimamie vizuri wakati wa manunuzi ya korosho, ufuta na mbazi. Nenda kasimamie vizuri. Tumeamua mazao haya na yenyewe yaingie ghalani ili kuweza kupandisha bei, pamoja na kwamba tunajua tunaiuzia nchi moja, lakini ile nchi moja ina wanunuzi tofauti ambao lazima washindane, watu wetu wapate bei kubwa. Kwa nenda kasimamie na hilo. Lakini jengine, Mtwara kuna fursa za kiutalii ambao bado hazijatumika. Unaweza kwenda kuwa na timu ya kitaalamu na kuangalia fursa za kitalii zilizoko ndani ya Mtwara, kaweza kuzibua na zikafanywa kazi. Zamani mikoa hii Mtwara na Lindi ilikuwa inaitwa mikoa ya pembezoni, mikoa maskini. Lakini mikoa yenye rasilimali nyingi ambazo zikitumika vizuri, hii mikoa ina utajiri mkubwa. Kwa nenda kasimamie. Swala la ulinzi na usalama, we mwenyewe unalijua vizuri, CDF yuko hapo, takujulisha yaliyoko Mtwara, tutakaa jadiliani. Tabora, Chacha, Paul Mateko Chacha, tumekutoa kwa mkuu wa wilaya, tumekupandisha kuwa mkuu wa mkoa. Again, kwa sababu na hapa nataka niseme kwamba TAMISEMI sasa wameanza kufanya assessment, kutathmini utendaji wa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, marasi na wengineo. Na kutokana na taarifa zile za tathmini ndipo tunapojua nani anafanya vizuri, nani hafanyi vizuri. Na ndio maana tumefanya mabadiliko haya. Kwa hiyo wakati mwingine mtu hafanyi vizuri kwa yeye mwenyewe alivyo, lakini wakati mwingine ni mazingira yaliyopo kwenye eneo lake. Kwa tathmini zote hizo tunazifanya. Sasa tathmini kwa upande wako Chacha imekuja vizuri, na tumeona tukupandishe, tukufanye uwe mkuu wa mkoa. Lakini mkoa wa Tabora huna ugeni nao. Ulikuwa mkuu wa wilaya kule Kaliwa, sasa unakwenda kuongoza mkoa mzima. Nenda kasimame vyema. Changamoto zilizoko Tabora, au labda kabla changamoto, Tabora ni wazalishaji wazuri wa mazao mbalimbali ya kilimo. Aliyeondoka aliyasimamia vyema, na kwa sababu hiyo tulipeleka miradi mingi ya kilimo Tabora. Kwa hiyo nenda kasimamie mazao ya tumbaku, mazao ya pamba. Katika mazao ya tumbaku kuna changamoto ya mazingira. Jamaa zangu wale wanakata miti sana kwa ajili ya kukaushia tumbaku. Serikali imeanza jitihada pamoja na kampuni zinazonunua tumbaku kupeleka teknolojia mpya ya ukaushaji wa tumbaku. Anzia hapo, fuatilia teknolojia isimame na mpunguze kukata miti. Lakini pia zao la pamba kalisimamie, wakulima waweze kunufaika na jasho lao. Zao jingine ambalo mwenzio anayeondoka lilifanyia kazi vizuri ni zao la asali. Tabora ni wazalishaji wa asali wazuri, lakini alilisimamia mpaka kukapatikana kiwanda cha kuchakata asali. Kwa nenda kaongeze uzalishaji na kuweka viwanda vidogo vidogo vya aina hiyo ili wananchi wapate ajira kule Tabora. Nimekwambia tumepeleka miradi ya kilimo. Tabora kuna mradi wa umwagiliaji maji eneo la Inala pale Tabora mjini, ambalo lengo lake ni kutatua changamoto ya ukosefu na upungufu wa chakula au kilimo duni ndani ya mkoa wa Tabora. Kuna mradi mkubwa sana wa irrigation. Nenda kausimamie, hakikisha unatekelezwa ipasavyo. Lakini mbali na hivyo, kama mnavyojua, serikali tumeamua kujitosheleza kwa uzalishaji wa mbegu. Kuna shamba kubwa la kuzalisha mbegu pale Tabora ambalo Wizara ya Kilimo wameanzisha. Nenda lisimamie tupate matokeo tunayo ya kusudia. Kuna vijimigogoro kidogo kidogo kwenye mradi wa Inala. Nenda kavisome, na atakaye kukabidhi atakwambia kuna migogoro gani. Kaa kitako, sikiliza pande zote zenye migogoro, na migogoro itatuliwe ili mradi ule uweze kufanya kazi na tuboreshe uzalishaji
wa mazao yatakayozalishwa pale. Kwa hiyo nenda kafuatilie kwa karibu zaidi na uhakikishe kwamba lile lengo la serikali linafanikiwa. Songwe, Mheshimiwa Daniel Chongolo, tunakupeleka Songwe. Songwe unaijua vizuri, unaijua ukiwa chamani, unajua matatizo yaliyoko Songwe, na ni imani yangu kwamba nimekupeleka wewe, najua Songwe unaijua vizuri, kwa utakwenda kuisimamia vizuri. Lakini Songwe inatuunganisha na Zambia, na kuna Tunduma pale ambao kuna mambo mengi ya kiuchumi yanatokea pale Tunduma, and so uhalifu wa kiuchumi mwingi uko pale, ukwepaji kodi, badilishanaji wa fedha visivyo halali, mambo mengi yanatokea pale. Deidi wa upande ule mzuri kidogo, ameweza kuongeza mapato ya serikali. Kwa nenda kasaidiane naye, mfanye kazi vizuri pale Tunduma, panaweza kuendesha mkoa na mkachangia vizuri serikalini. Kwa hiyo nenda kasimamie vizuri. Kuna matatizo ya kina TRA na nani, nenda kawasaidie ili wafanye kazi zao vizuri wakiwa pale. Shinyanga, Ana Mringi Macha, uzoefu mkubwa ndani ya chama. Shinyanga na penyewe hali iko hivyo. Nimekupeleka wewe, umetulia, umekuwa, ulishapita kama DC maeneo kadhaa, najua Shinyanga utakwenda kuiweza. Nenda kasimame vizuri, uiongoze Shinyanga. Kuna changamoto zake, lakini mimi nitakupa maagizo kwenye maeneo matatu. La kwanza, kuongeza uzalishaji wa pamba. Nenda kasimamie uongezeshaji wa zao la pamba. Lakini agizo la pili, kupandisha ari ya wananchi kujiletea maendeleo. Pale kuna mabwanyenye kidogo, kuna kulalalala kidogo, kuna jamaa zangu wengi sana, Uarabu kidogo. Kazi mzigo mzito ni wa Mnyamwezi, lakini sio wengine. So nenda kasimamie watu wapate ari ya kuenda kufanya kazi na kujiletea maendeleo. Lakini la tatu ni kufuatilia kwa karibu kongani ya Buzwagi. Buzwagi kunaanzishwa kongani ya viwanda, hasa kwa upande wa madini. Nataka ukaisimamie iwe successful. Hatujawahi kuwa na kongani ya aina hii, ndio mara ya kwanza tunaianzisha pale Buzwagi. Nenda kaisimamie iwe successful. Kwa hiyo in a nutshell ni hayo matatu, mengine nitakuja kukupeni nikiwapa wakuu wa mikoa kwa ujumla. Sasa kwa wakuu wa mikoa waliohamishwa vituo, kuna Mheshimiwa Kanali Ahmed Abbas Ahmed ametoka Mtwara kwenda Ruvuma, na kwa sababu ulikuwa Mtwara, jirani yako Ruvuma, unajua yaliopo, na najua utakwenda kufanya vizuri. Uzuri Ruvuma hakuna changamoto nyingi kama Mtwara. Ruvuma changamoto kubwa, wakulima wakikosa mbolea, ndio tatizo kubwa. Lakini Ruvuma kuna tatizo la kiusalama kule mbele kwenye mpaka huko, kunaitwaje sijui kule, kuna tatizo hilo. Nadhani tatizo jingine hapa alikotoka Mtatiro hapa kunaitwaje, nadhani maeneo hayo. Lakini vinginevyo Ruvuma kuko vizuri, nenda kaisimamie Ruvuma. Kisiasa haitakupa shida sana, wako vizuri, kwa hiyo nenda kaisimamie Ruvuma. Mheshimiwa Halima Dendego, tumekupeleka Singida, tumekubadilisha na Serukamba Peter kwa pale. Nadhani ni damu ya Peter haikuiva vizuri na viongozi waliopo, vineno vingi, lakini kijua kwamba Peter ni mtendaji mzuri, ni mtendaji mzuri sana, ila nadhani alikuwa anajaribu kurekebisha mambo, wengine hawataki kurekebishwa, damu haikuiva vizuri.
na nikaona nikimwacha twende naye mpaka kule mbele kwenye kazi zetu zile wanaweza wakaharibiana. Kwa hiyo tukasema niwabadilishe. Halima, wewe ni mama, unaweza kulea. Pale kuna watu wa kulelewa. Kama mimi ninavyowalea nyie, na wewe nenda kalee Singida. Singida ni ndogo lakini ina mambo yake. Kwa nenda kasimame ukalee Singida. Serukamba kutoka Singida unakwenda Iringa. Iringa papo vizuri, hakuna changamoto nyingi. Nadhani utaelewana nao vizuri tu. Lakini ukiona unakwazwa, Mtaka yupo jirani yako, anaijua vizuri. Iringa, Njombe ndo hao kwa hao. Kwa hiyo atakwambia tatizo la hapa ni hili, kama mstari huu. Kwa hiyo mtakwenda vizuri. Batilda, Mheshimiwa Balozi Batilda Buriani, nimekupeleka Tanga. Kwa ulivyo hivyo nadhani utakwenda nao. Nadhani utakwenda nao vizuri. Waziri alikuwa anatumia maguvu sana, mnyapara sana. Sasa wewe na Tanga tulivyo, nadhani utakwenda nao vizuri. Usikubali wa kuendeshe, lakini usibishane nao. Nenda kasimame nao vizuri. Maelekezo ya jumla kwa wakuu wa mikoa wote. Baada ya kusema kwa moja moja, nimemwacha nani? Sawala nimekusema. Christina unaenda kuwa naibu katibu mkuu. Katusaidie kwenye mazingira. Kuna project ya clean cooking kwa wanawake wa Afrika. Lakini lazima tuoneshe mfano hapa nyumbani. Hasa wanaume wale kina Mitawi, ukiwaambia habari ya clean cooking nini, yeye mwambie mazingira yameharibika na kemikali ya viwanda, mazingira sijui miti imekatwa nini, hiyo watakuelewa. Clean cooking wale hawaelewi. Kanisaidie kwenye issue ya clean cooking. Tuanze hapa, tuoneshe mfano. Target yangu ikifika 2030, 88% ya wanawake wa Tanzania wawe wanapikia nishati safi. Kwa hiyo mimi nakwenda kutumika kwa Afrika, lakini hapa ni wewe na mshauri wangu ndani ya ofisi yangu, lakini na wengine mtakaofanya nao kazi kwenye mazingira. Kwa hiyo kaisimamie ajenda ya clean cooking na mazingira kwa ujumla. Maelezo kwa ujumla kwa wakuu wa mikoa. Lengo la kuzungumza nanyi leo ni kukumbushana tu dhamana mlionayo. Nilishawahi kuambia kwamba mkuu wa mkoa ni mwakilishi wa rais katika kipande kile cha ardhi alichokatiwa. Na kwa maana hiyo wewe ndio rais wa kule. Rais wa taifa, wa nchi. Mvua ikinyesha hakuna usingizi. Unajiuliza, wananchi wangu wa wapi watamka wamezama? Wapi nitasikia daraja limeporomoka? Wapi nitasikia watoto wamekumbwa? Wapi nitasikia? Hulali. Jua likitoka hulali. Je, wakulima watapata chakula kweli? Mwaka huu tutavuna kweli? Je, kuna hivi? Itakuwaje? Vyanzo vya maji viko salama kweli? Na nyinyi wakuu wa mikoa mnatakiwa muwe hivyo kwenye maeneo yenu. Nimeona a number of cases mpaka aje waziri mkuu azunguke huko, akafungue maghala yalofungwa mapikipiki, akafungue nini, akafanye nini. Wakuu wa mikoa mpo. Lakini nanyi wakuu wa mikoa mnawaapisha wakuu wa wilaya ambao nao wamekatiwa kipande cha ardhi, wao ndo wakubwa pale. Lakini mambo hayaendi. Yanaenda hayaendi. Nataka niwakumbushe kwamba nyinyi ndiyo marais wa maeneo yale. Shida yoyote ya eneo ile ni shida yako. Ni shida yako. Kama nilivyo mimi na mawaziri na makatibu wakuu na nani. Na nyinyi kule mnao. Unakuwa wilaya, una marasi, kuna madasi, kuna manani. Hao wote wamewekwa wakusaidieni kazi. Sasa tukiwa tunakwenda tu business as usual, mambo yanatokea mpaka apite Makonda watu walie, na hivyo sivyo. Nikuombeni sana kila mmoja akasimame kwenye eneo lake alilopewa.
wewe ndio rais wa pale. Shida yoyote yako, mradi wowote ulioko pale, hata kama umeletwa na nani, ni wako, usimamie. Hata kama ni private sector, tumesema tunakwenda kufanya kazi pamoja na private sector. Kwa hiyo hakikisha, jua private sector anaweka mradi ule kuna nini, anafanya nini, ujue, sio kumwingilia, ujue. Kwa hiyo niwakumbushe tu kwamba wewe, nyinyi ndio maraisi wa kule. Shida zote, mambo yote ni nyinyi. Mimi nikichupa kumuuliza mkuu wa wilaya ni curiosity tu, kutaka kujua kilichoko kule kama anavijua vizuri. Lakini contact person wangu ni waziri na wewe. Naweza nikamchupa waziri nisimuulize, nikaja nikakuuliza mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa, hebu niambie, nasikia kuna kukoje? Na nategemea jawabu iliyo ndio kutoka kwako. Kwa hiyo nyinyi ndio marais wa kule, simamieni mambo yaliyoko kule. Lakini jengine ni kusimamia kero za wananchi. Makonda amezunguka, mmeona mfano. Wananchi wana kero kadhaa, nyingine nyepesi tu za kutatuliwa kule chini. Hawasikilizwi. Na wasiposikilizwa, zile ndizo kura zetu. Wasiposikilizwa, msipowasikiliza, akipita mwingine akwambia mimi nikiingia nitawasikiliza, watampa kwamba sisi tumewapuuza, hatuwasikilizi. Kule ndiko kuliko ushindi wa chama kilichokuwekeni. Vinginevyo mkifanya wengine watakwenda wabebe ule ushindi waondoke nao. Kwa hiyo niwasisitize sana kusikiliza wananchi. Kuna wakuu wa mikoa, na hapa nataka niwapongeze, na wala wasiote vichwa, maana sitowataja, wajijue tu kwamba kila wanapokwenda kusikiliza wananchi, mimi napata clip zao na nasikiliza, na wasikilizaji solution anazotoa, nini anazotoa. Kwa hiyo wapo wanaofanya regularly, wamejiwekea kwamba mimi kila tarehe hii nakwenda kusikiliza wananchi, regularly wanafanya. Kwa wale ambao hamjaanza au mnafanya kidogo kidogo mijini tu, amshuki kule chini, hebu nendeni, mwa surprise wakuu wa wilaya, asijue unakwenda, nenda tu, fika pale pape, hebu tunasikiliza wananchi bila taarifa, muone wananchi watakavyokuja. Wananchi wana shida sana kule chini. Nendeni mwasikilize wananchi. Mliapa kuilinda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na katiba yake. Lakini katiba yetu ibara ya 8(1)(c) inasema kwamba serikali itawajibika kwa wananchi. Na serikali kuwajibika kwa wananchi ndiyo huko. Serikali sio rais juu na mawaziri wake na makamu wa rais na waziri mkuu, hapana. Serikali, ukienda kwenye katiba definition ya serikali, mpaka serikali ya kijiji pale inajulikana kwamba ni serikali. Kwa hiyo hata serikali ya kijiji iwajibike kwa wananchi wake. Na wasimamizi wa hayo ni nyinyi wakuu wa mikoa, mkisaidiwa na marasi wenu. Kwa hiyo nendeni kafanyeni hivyo. Kama nilivyowaambia, nilitoa maelekezo ya kupata taarifa ya kila mwezi wa utendaji kazi wa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Waziri ameanza kuniletea, nadhani nimeanza kupokea kuanzia Disemba. Kuanzia lini? Oktoba. Okay. Nimeanza kuzisoma utendaji mnavyoendelea, na taarifa tu kwamba hiyo kazi itaendelea na tutakuwa tunawapima kwa hayo. Lakini la kwanza katika kupima huko ni suala la kuongeza mapato. Kuongeza mapato. Kama mnavyojua, fedha nyingi sana zinashushwa kwenye huko ngazi ya kwenu kwenda chini. Nyingi mno, haijapata kutokea. Na madhumuni ya fedha zile kushushwa sio kwenda kuliwa, ni kwenda kutatua changamoto za wananchi. Na ndio maana tunasema wasikilizeni, kwa sababu fedha ziko, mtaweza kutatua changamoto zinazowakabili. Kwa fedha nyingi sana tunazileta. Kwa maana hiyo, fungu kubwa kutoka serikalini linashuka TAMISEMI nchi nzima.
Lakini TAMISEMI mchango wake ni mdogo sana kuja kukujua. Nilikuwa naangalia taarifa, niliwaita Wizara ya Fedha wanipe taarifa ya mapato na matumizi na madeni. Taarifa zinasema kwamba upande wa serikali makusanyo ya kodi ni 97.7, karibu 98%. Wana miss only 2%. Upande wa makusanyo mengine, hasa TAMISEMI, makusanyo yako kwenye 60% kwenda 70% kwa baadhi ya halmashauri. Halmashauri nyingine hapo katikati ziko kwenye 50, 50 na, lakini halmashauri 15 ziko chini ya 50%. Sasa wale wa chini ya 50% mnajijua, kajitazameni wapi mnaweza mkakusanya. Lakini katika kupandisha makusanyo sio kwenda kuwaonea wananchi, sio kwenda kuwabinya wananchi. Kuna maeneo mengi ya fedha kule kwenu zinaweza kukusanya, ambazo mmeziachia zinapita, watu wengine wanazidaka. Kajiangalieni wapi mnaweza kukusanya na fedha ikusanywe bila kuleta usumbufu kwa wananchi. Kwa sababu tunakwenda kupunguza masuala ya kukopa, hasa kwa huduma za jamii. Sababu katika miaka mitatu hii tumekopa sana kwa ajili ya huduma za jamii, elimu, afya, maji, umeme na mambo mengine sana. Sasa tunakokwenda miaka miwili hii, mwaka huu na mwakani, mnajua fika matumizi makubwa yataelekea wapi. Sasa ili fedha ziweze kurudi TAMISEMI, lazima tufanye jitihada ya kukusanya. Lakini nataka mkasimamie pia mifumo ya ukusanyaji. Mifumo ya ukusanyaji. Watu wanaiba fedha, watu wote mko hapo. Wakuu wa mikoa mko hapo, wakuu wa wilaya mko hapo. Kuna mitandao inachepusha, sijui inachepusha fedha za halmashauri huko, fedha za ngazi zenu huko zinachepushwa. Kuna mtandao wa serikali una move parallel na mtandao mwingine ambao unachepusha pesa. Lakini watu mko huko mnaangalia. Nashukuru Mbeya ndio wamekuwa wa kwanza kutuambia, jamani, huku sisi tumeona hivi, hebu angalieni na kwingine kukoje. Tunafuatilia huo mtandao na upo unaenda. Wale wa huo mtandao wanaambizana, unaenda, wanachepusha pesa nyingi sana. Lakini bado mnakaa huko, barabara zimeharibika El Nino, tunaomba trilioni hizi. Sijui kitu gani kimeharibika El Nino, mvua imenyesha, tunaomba hizi. Zinatoka wapi? Serikali hatuprinti pesa. Tunakusanya kodi na tunakusanya huko kwenu. Sasa huko kwenu mkiziachia zipotee, hizi za huku zitazidiwa. Kuna miradi mikubwa ya kitaifa. Kuna mabwaya wa hayo, kuna reli hizo, kuna madaraja makubwa, kuna mabarabara makubwa, kuna mamiradi mikubwa ya kitaifa. Hii pesa ndio inakotakiwa kwenda. Sasa huko kwenu kwenye mambo ya kijamii nadhani tumefanya vya kutosha. Tunakwenda kupunguza fedha unless mkusanyi. Lakini tutakwenda kufanya hivi, halmashauri zitapewa pesa kutokana na level ya makusanyo yake. Unakusanya chini ya 50%, utaletewa kwa kiwango hicho. Sasa wakipiga kelele kule, mimi nafanya assessment ya utendaji wako. Unataka assessment iwe nzuri, kusanya fedha, uletewe fedha nyingi ili mambo yaende. Sasa hilo moja. La pili, migogoro ya ardhi imekuwa mingi sana. Sana. Watu hawana raha kwa migogoro ya ardhi. Nilikuwa nimesoma article moja wiki iliyopita. Imeandikwa nchi za Kiafrika ambazo wananchi wake wana furaha. Tanzania ya 4. Niliposoma ngasa ngoja nisome hicho kilicholeta furaha ni nini huko. Nikasoma huko ndani, hakuenda deep, lakini wamesema tu Tanzania ya 4. Sasa kama tuko wa 4, tupimwe zaidi, basi tupande juu. Watu hawana furaha. Akilima hivyo, asipovuna hivyo, sijui akipata pesa yake hivyo.
Pesa ya serikali inaingizwa akaondoshewe shida yake, haifiki. Sasa niombe sana, migogoro ya ardhi, wana vijiardhi vyao vinanyang'anywa. Kuna wababe, wao ndio wanajifanya master ardhi, wanapita kunyang'anya wananchi ardhi zao. Niwaombe sana, simamieni haki za watu kwenye ardhi. Ardhi ndio msingi wa kila kitu. Ardhi ndio utajiri wa mtu. Ardhi ndio utajiri wa nchi. Kila kitu ni ardhi. Sasa wale wanano wanaitwa manyang'anya wanopita wakikumba tu ardhi za watu wakijikusanyia, jamani, yana mwisho. Nendeni kasimamieni kero za ardhi. Nafurahishwa na juhudi zinazochukuliwa sasa hivi na Wizara ya Ardhi kupita na kusikiliza kero na kuzitatua pale pale. Lakini Wizara ya Ardhi ni moja, waziri ni mmoja na timu yake ndio anaiburuza wanakwenda. Jana nilikuwa nao, nimewapa maneno yao, nadhani mtawaona huko sasa wanachemka wanakuja. Angalau wameanza kuonesha. Lakini hawa hawawezi kwenda kila pahali. Nimesema serikali za kule ni nyinyi, wasaidieni. Angalau wanapokuja mmeshafanya preliminary work, wao wanamaliza, wana study kesi zikoje, wanatoa solution. Kama ni hati zipatikane hapo hapo, kama ni kumrejeshia mtu haki yake arudishiwe haki yake. Lakini tunavyokwenda hivi. Lakini jengine ambalo nawaomba sana mkalisimamia, wakati huu tulionao ndio wakati wa kusababisha migogoro ya ardhi. Tunakwenda chaguzi za serikali za mitaa. Wakubwa kule, mtu akiona ameharibu upande mmoja, kura hazipo, anakwenda anapiga lobbying huko halmashauri, kuna katwa eneo jengine, wanajisogeza, anachukua kura za upande mwingine, na hicho kijiji kinakuwa registered haraka, kinasajiliwa, wanapewa na mipaka yao, wanajijua sisi hapa ni wana kijiji. Ukija ukifanya tathmini, kijiji kile hakikuwepo, na pengine kimesogea kwenye hifadhi, pengine kimesogea kwenye mkoa mwingine, kimetoka wilaya moja kimesogea mpaka wa wilaya nyingine. Migogoro inatengenezwa hivyo. Kwa hiyo nendeni, jana nilikuwa na watu wa ardhi, nilikuwa na watu wa NBS pia, na watu wa tume na TAMISEMI. Nikawaambia ramani zilivyokuwa kipindi kilichopita za uchaguzi. Huo ndio msingi, ndio baseline. Hakuna kuongeza kijiji, hakuna kusogeza nini, ukiacha yale marekebisho ambayo tumeyafanya. Vijiji vilosogea kwenye hifadhi vilivyorudishwa, au vile vilivyobakia kumekatwa eneo, kijiji kibakie. Hakuna kuongeza vijiji vingine. Kwa hiyo kasimamieni madiwani, huu ndio mtindo wa madiwani. Wakesha vurunda huku, wanakata upande mwingine. Nendeni kasimamieni hilo. Migogoro ya ardhi inasababishwa na huko. Lakini pia kauli zenu wakuu wa wilaya, anakwenda mtu anatoa tu kauli, na akitoa kauli ikifanywa kazi tayari upande mwingine wameudhika, mgogoro wa ardhi umeanza. Kwa kuna vimigogoro vingi vya kutengenezwa na nyewe wenyewe. Nendeni kasimamieni yaondoke. Lakini kubwa zaidi, haki tu za watu. Wakati Makonda anazunguka, kuna kibibi, nadhani ilikuwa kaskazini, anasema nyumba yangu wamenihamisha, lakini nyumba yangu mwenyewe kila ninapokwenda sipati, nakwenda wilayani sipati, nakwenda wapi wananiona mzee, mimi nakwenda wapi na wajukuu, wazazi wao wamekufa wameniachia. Unamsikiliza ule mtu unasema hao walioko huko hawana, yani hawakumbwa na moyo, hawamsikilizi huyu bibi, hawasikii shida ya huyu bibi. Yani watu wamekufa kabisa kule, hisia haziko. Watu wana shida, wananyang'anywa, wanadhulumiwa, hisia haziko. Nilikuwa naangalia ripoti ya ardhi jana. Kuna giant mtu mmoja na migogoro 6-7 ya ardhi. Kachukua kule, kachukua huku, na anapewa na nani? Halmashauri. Si ndio anakoanzia? Anatoa pesa chache, halmashauri wanampa, tayari mgogoro. Lakini kwa wakati wanajiona kashinda. Lakini mbele ya safari, haki ikiwa si yako tu. Si yako tu. Iko siku itafukuka kwamba hiyo haki sio ya kwako. Nendeni simamieni wananchi. Haki zao zisidhulumiwe, na ndio kazi yako, na ndio dhima yako.
uko pale kusimamia hilo. Swala la 10% tunaendelea kulimalizia. Tulikaa na waziri mkuu tukalizungumza, tunaangalia the best model ambayo itafanyika isilete shida. Watu wapate 10%, lakini makusanyo yasilete shida na isizushe shida nyingine. Lakini najua kwamba mpaka mwaka 23-24 mwaka wa fedha kuna pesa nyingi ilishaidhinishwa tayari na tayari iko kwenye mfuko kule, lakini tunasubiri the best model. Na makusanyo yanaendelea, na washukuru sana, naendeleeni kukusanya. Na kawashughulikieni nani hao wasiorejesha wadai wasugu. Lakini sasa wadai wasugu mtafika pahali mshindwe kabisa kuzidai, kwa sababu wadai wasugu ni wenzenu mnaofanya kazi nao, ni madiwani ndio wanaozichukua hizi fedha, ni wenye vitu halmashauri ndio wanaozichukua hizi fedha. Kuna vikundi feki vinaundwa, vinapewa majina, vinatengenezewa mradi, vinaletwa, wanakaa, wanaamua, pesa zinatolewa, kikundi hakipo. Sasa nani anakwenda kuzilipa? Kikundi hakipo. Ni ukosefu wa uadilifu. Sasa mimi siamini kwamba halmashauri toka hili linapikwa mpaka linapitishwa hakuna hata mmoja anayejua kwamba hii sio kweli, hii ni uongo, hii ni ya kupika. Ni kwamba kule kote watu wanashirikiana kufanya hivyo. Kama madiwani wa upande huu wamefanya, na sisi wa upande huu tutafanya, na wa upande huu tutafanya. Pesa zinalipwa, hazirudi, mnaangalia tu. Ile ni fedha ya serikali. Tunapotaka kutoa sadaka tutasema jamani, mwezi fulani tutatoa sadaka. Lakini ile ni fedha ya serikali, imekusudiwa kupelekwa kwa wananchi, kufanywa maendeleo, halafu wananchi wapate ajira, wajiendeleze. Sio kuliwa tu hovyo na madiwani, hapana. Kwa hiyo kama hichi kiapo mnachokula hapa mnakisimamia, nendeni kasimamieni hayo. Na mnapo hapa hapo, mimi huwa nawatizama sura zenu. Najua huyu anaapa kweli moyoni, huyu anasoma tu yale maandishi pale. Na kweli wengi wenu mnayasoma tu yale maandishi, lakini hamuwapi kwenye mioyo yenu. Swala jingine lililopo sasa hivi, sukari. Tunashukuru sukari tayari imesambaa, na sukari nyingi zaidi tumeiagiza inakuja. Nendeni kasimamieni bei. Lakini wale watukutu, shughulikaneni nao. Shughulikaneni nao. Kama mnakula nao kuanzia sasa acheni. Kama ndio wanaokugaieni vifedha huko vya kufanya nini, kuanzia sasa acheni. Shughulikieni wananchi. Sukari patikane, mambo yaende. Vinginevyo kama kuna mkoa sukari haipatikani wakati sukari ipo nchini, bei ni kubwa, basi tutakutana kwenye assessment za mwenzi zile, tutaona huko. Masuala mengine ya kuzingatia, mahusiano mema. Lakini la kwanza niseme, la kwanza ni kujitambua. Waheshimiwa kwa mikoa, jitambueni. Jitambueni. Jitambue nafasi yako, jitambue kwamba you are human being. You are a human being. Una utashi wako mwenyewe binafsi. Lakini kama binadamu umetumwa na serikali yako, umepewa jukumu hili hapa, fanya hapa. Sasa jitambueni. Jitambueni kwamba mimi ni mkuu wa mkoa, ni mwakilishi wa rais hapa kwenye eneo hili. Siku ya kilomita zangu hizi mimi ndio rais wao hapa. Na kama rais wa eneo tuna miko yetu ya uongozi. Nadhani CS tukae tukumbushane. Tuna miko yetu ya uongozi. Lakini mbali ya miko ya uongozi, kuna ile heshima ya kawaida tu ya binadamu ya kubehave kule uliko.
wewe kama kiongozi. Kabla ile miko ya kuambiwa kiongozi usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi. Lakini wewe mwenyewe ukisha kujitambua, mimi ni kiongozi, nimekaa hapa, nimepewa dhamana hii, mwendo wangu uwe hivi. Jitambueni. Tunapata taarifa za ajabu ajabu. Za ajabu ajabu. Nyingine mnajihatarishia maisha tu. Mnayoyafanya huko. Mnajihatarishia maisha mwenyewe. Mungu awalinde. Sasa kwanza jitambueni. Mlivyo, dhamana zenu na kazi zenu. Jitambueni. Lakini la pili, mahusiano mema sehemu ya kazi. Mimi nashangaa, utasikia mkuu wa wilaya haziendi, mkuu wa mkoa na rasi haziendi, huyu na huyu haziendi, sijui nani huyo mkuu wa wilaya na nani yake haziendi. Kama wanadamu, kila mtu alizaliwa kwao, alikuzwa makuzi ya kwao, lakini wote tumepita shule jamani, si kweli? Na tukafunzwa heshima za kitaifa, si kweli? Na tunajua yanatakiwa nini kwenye taifa letu, si kweli? Wote sisi tumepita haya. Sasa kama yale ya nyumbani hayaendani na ya mwenzio utakayemkuta, kwa sababu mmezaliwa tofauti, mila na desturi zenu tofauti, basi yale ya kitaifa tuliokuzwa nayo, fanyeni kazi yale. Mnagombana kipi? Na ukienda deep, miugomvi yote, fedha, vitu vingine, mali. Kienda deep huko, fedha, mali, mamlaka. Utasikia huyu mkuu wa mkoa ananiingilia mamlaka yangu, manake kafanya hivi, hanitaki mie mbunge, ana mtu wake kaweka, manake nini? Wabunge wakija na hayo, naambia hapana. Kama unafanya kazi vizuri jimboni kwako, hakuna wa kukuondoa. La kama hufanyi vizuri unataka kubebwa, hilo halipo. Lakini ni kweli kuna some cases, wewe una mamlaka yako kama mkuu wa mkoa, unaenda kumpangia mwenzio mbunge mwingine, wa nini? Hivi ukakushinda kumuita mwambie ndugu yangu wewe mbona hatuendi vizuri? Hebu kaa kitako hapa. Mbunge kazi yako 1 2 3 4 5 na mimi mkuu wa mkoa zangu ni hizi. Kwa nini tunagongana? Fanya zako nifanye zangu. Eneo lako liko kwenye mamlaka yangu. Lazima nikusimamie kule. Sasa kuna ambao hawataki kusimamiwa, lakini kuna wale ambao kweli wanajiingiza kwenye mambo mengine ambayo hayamuhusu. Kweli ni eneo lako, lakini sio kupanga hivyo. Hayo ni mambo ya chama, sasa ndio tutajua nani asimame, nani asisimame, nani hivi. Kwa hiyo hayo. Nyingine, upatikanaji tu wa haki za watu kama nilivyosema pale mapema. Na upatikanaji wa huduma mbalimbali katika maeneo yenu. Nilikuwa natizama na hili nasema leo ya pili. Mbeya, Mwanza. Mjini kabisa. Mjini nadhani Nyamagana ilikuwa. Kuna shule inaitwa Nyerere sijui. Pale kuna mkuu wa wilaya. Kuna mkuu wa mkoa yuko Mwanza mjini, mkuu wa wilaya. Kuna halmashauri, dedi yuko hapo. Kuna viongozi mbalimbali. Shule ina madarasa sijui 4, 5. Wanafunzi, kila darasa lina wanafunzi 150, 140. Wanatoka wanasoma chini ya mti. Lakini fedha chungu nzima zimepelekwa. Chungu mzima zimepelekwa. Hivi shule ambayo iko mjini kabisa, viongozi walioko eneo lile wanashindwa nini kujua hapa tuna shule ina changamoto hizi? Mpaka ikatembelewe sijui na viongozi wa chama wale, ndio ingizwe kwenye TV, ndio ioneshwe, wasema hii shule siko mjini. Imekuwaje shule iko mjini mpaka leo kuna changamoto hii? Wakati vijijini ndani huko kuna shule nzuri za marumaru na mafeni na vioo huko vijijini. Lakini mjini pale aibu, una shule aina hiyo. Na ndio maana nasema wewe kama rais wa eneo hilo, jua eneo lako, changamoto zilizopo kwenye eneo lako. Kama tena wakuu wa wilaya wafanye kazi zao. Nyesi ndio mnaokwenda kuwapisha kwa wilaya. Mkitoka hapa kwa wale waliopata wapya wanakwenda kuwapisha. Sasa unamwapisha, lakini mkimaliza unamwachia. Nini yeye kateuliwa na rais na wewe umeteuliwa na rais?
level tofauti. Kama ni hivyo serikalini huku tusingeheshimiana. Maana wote huku juu ni wateule wa rais. Kwa hiyo kafanyeni kazi zenu, simamieni maeneo hayo. Kuna miradi mingi sana inashuka huko. Mingine inatekelezwa vizuri, mingine iko tu. Lakini mnatazamana tu. Wengine wana fedha kwenye akaunti zimeshakaa mwaka, miradi hakuna, haijajengwa. Ukiuliza nini, madiwani wanavutana. Nini hawajaelewana ukajengwa wapi mradi? Nini mbunge kakataa usijengwe kule, anataka ujengwe huku, fedha ziko kwenye akaunti. Mnarudisha nyuma maendeleo ya watu. Mnawarudisha nyuma watu. Watu wana shida, wanataka shule, wanataka vituo vya afya, wanataka maji, umeme uende, fedha ziko kwenye akaunti. Mwingine kituo cha afya kimejengwa kamili, katika mgao wa vifaa tiba kapelekewa x-ray na yeye kapata. Badala ya kuchangamka dedi, kasema tumepata x-ray, ngoja nihangaike, haina pa kukaa, fedha zipo hapa kwenye halmashauri, nijenge jengo la kuweka x-ray. Anasubiri serikali kuu. Ukiuliza jengo kiasi gani? Milioni 500, milioni 600. Kwa hiyo x-ray inafungiwa, haitoi huduma kwa watu, wanasubiri serikali kuu ilete pesa ya kujenga x-ray. Huu sio uongozi ndugu zangu. Kabisa, kabisa, kabisa. Serikali imeshafanya vya kufanya, imekuletea. Mimi nilidhani utasema asante Mungu nimepata mashine kwa ajili ya watu wangu. Mnachakarika, mnajenga hapo, mashine inawekwa, inatoa huduma. Lakini havifanywi, serikali haijaleta fedha. Hifadhi ya mazingira, nirudie tena, janga kubwa duniani sasa hivi na hata hapa kwetu. Nadhani hali mnaiona inavyokwenda, kwamba mazingira yameshatuzidi. Kwa hiyo twendeni tukasimamieni. Nashukuru sana wa Tanzania kwamba ile kampeni ya kupanda mti sasa imepamba moto. Watu wanapanda miti, TBC wanahamasisha, wanasema kisha kupanda mti wako piga picha tuletee. Watu wanapanda, wanapiga picha, wanaleta. Huo mmoja kila mwezi, kila inasaidia. Lakini kuna yale tuliyokubaliana serikalini. Na tunaposema panda miti, labda maeneo mengine mtasema hatuna maeneo, sawa? Lakini wananchi mmoja wana maeneo. Na tunaposema panda miti, sio lazima ile miti ya karatasi, sijui miasho, sijui midude gani. Hata mikorosho ni miti. Simamia eneo lako wapande mikorosho mingi zaidi. Simamia wapande miparachichi mingi zaidi. Simamia wapande nini mingi zaidi. Yote hiyo ikikuwa inakuja kuchangia kwenye mazingira. Inakuja kuchangia. Sio lazima ile miti ya kizungu iloletwa ile no point juu ndo watu wote wapande hiyo. Hapana. Panda miti inayoota kwenye eneo lako, itakayokuletea faida kwenye eneo lako. Kama kuna ardhi ya watu binafsi, mafenesi yanaleta faida, waambie pandeni mifenesi. Ni miti. Kama wanaweza kupanda midoriani na mishokishoki, wapande. Ni miti. Italeta faida huko mbele. Sasa mnapojipanga kupanda tu miti ile ya nani? Profesa De Santos. Hapana. Inawezekana maeneo mengine msiwe na ardhi ya kupanda miti ile, lakini wananchi mmoja wana maeneo yao, wapande wao. Mikorosho imezeeka, wakati wapande mipya. Ndio kupanda miti. Sasa sisi tukiambiwa punda sauti yake buu, basi ukiulizwa tu sauti ya punda buu, haibadiliki. Au punda hawana koo tofauti? Wana koo tofauti, inabadilika. Sasa mmeambiwa pandeni miti, na tulianza na miti ya De Santos, ndio hiyo. Hatuna sisi maeneo ya kupanda miti. Simamieni upandaji wa miti. Afu wazalishe. Mtaka huko? Hongera sana. Hongera kwa kampeni. Kampeni imekwenda vizuri na nadhani unaendelea kuisimamia. Na nadhani baada ya miezi 6 mwaka tutaona matunda yake. Sasa nimemsema Mtaka, najua na wengine mnafanya, lakini kasimamieni kwa nguvu, kwa sababu lishe ndio kila kitu. Ndio nguvu kazi. Tukiwa na watu goigoi, nguvu kazi ya Tanzania inakwenda kuwa goigoi. Tukiwa na watu wameshiba vizuri, tutakuwa na nguvu kazi nzuri.
Lakini hata viongozi, sisi ndio tuna fedha utivu. Wanaokuja nyuma yetu lazima tuwalishe vizuri, hapa pawe makini, wajue vya kuendesha hii nchi. Vinginevyo tukiwaachia hoi hoi wanakuja tu hivyo walivyo, huko wengine wanakula unga, huko wengine wanavuta jani la Arusha lile. Wengine wanavuta jani la Arusha, wengine hawashibi, goi. Tutakuwa na taifa gani ndugu zangu? Kwa hiyo tujidhatitini kwenye lishe pia. Haya. Mikoa yenye mazao: korosho, ufuta, pamba, kahawa. Wakati wa mauzo unapokea ripoti, unaambiwa mabilioni kadhaa yamekwenda kwa wananchi. Sasa kuna maeneo ukitembea Tanzania, yale mabilioni unayaona kabisa kazi inayofanyika. Kwa mfano ukianzia Mwanza hapa unakwenda zako huko Bariadi, unakwenda mbele, unaona kabisa vile vijifedha, angalau kwa mle barabarani hali inabadilika, unaiona. Nyumba zinakuja za mabati kubwa nzuri, unaona. Lakini maeneo mengine, hasa mikoa ya kusini kule kwa ndugu zangu, bado tusimamie kuwapa wananchi elimu ya fedha, elimu ya matumizi ya fedha. Fedha ile mabilioni yakimiminwa kule ya korosho, unategemea basi uone mabadiliko. Nakumbuka klipu ile ya mbaazi, yule kijana akasema, mbaazi sijui tumeuza kwa bei gani? Semeni, mimi nimenunua gari sijanunua, umenunua. Mimi nimejenga nyumba sijajenga, umejenga. Nimeongeza bibi mwingine sijaongeza, umeongeza. Vijana wengine wamemzunguka, wanasema matumizi ya fedha za mbaazi walizopata. Sasa twendeni tukawafundisheni kwamba mbaazi hii leo kuna soko la India itapanda bei, tutauza. Kuna kipindi Wahindi hao walishatutenda, wakasema mwaka huu Tanzania msilete. Uongo, wana akiba yao kwenye benki itawaendesha. Lakini kwa mentality ile kwamba wakisha kuuza mbaazi, korosho, ufuta, ni ngoma kuanzia mwanzo wa kichochoro mpaka mwisho wa kichochoro. Kwa wale wa mikoa hayo, elimu ya fedha kwa wananchi wetu. Na sio kwenda kuambia nyinyi mnatumiaje pesa zenu vibaya, sio na tafutia tu watu tu wanakaa nao, wanaonesha fursa ziliopo, jinsi ya kuweka pesa yao, jinsi ya kutumia pesa kujiwekea kimradi kingine in case msimu umekwenda vibaya mwakani, ana kimradi kingine. Hivyo umeme upo unakwenda, maji sasa hivi tujitahidi, nini vipo, wafundisheni watumie hizo fursa, wajiwekee miradi mingine. Matumizi ya CSR kwenye miradi inayokuja huko yasimamiwe vizuri. Najua kuna changamoto kwa zile CSR zinazosimamiwa na sekta zenyewe, wizara, changamoto kidogo, na sisi tunanyoshana huku juu. Lakini zile zinazotolewa kule, nasema tena leo, nilikuwa naangalia siku moja TBC, watu wa North Mara, sijui kijiji gani, wanalilia kituo cha afya. Nikasema what? Wana kituo cha afya? Mbona kuna CSR North Mara wanatoa? Hawana kituo cha afya kweli? Nikapiga mstari, kuna tatizo pale. Kwa wale mnaotoka huko kijiji gani sijui huko hakina kituo cha afya, lakini wapo karibu kabisa na mgodi, nendeni katizameni vizuri. Huo mfano mmoja. Hasa mifano mingine najua kule kwa kina Shigela, wao pesa yao wameipeleka sijui kwenye barabara kilomita ngapi kuunganisha wapi na wapi. Wengine wameipeleka, nyingine zinatumika vizuri, lakini nyingine bado kasimamieni vizuri. Kufanya kazi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni na taratibu zetu na taratibu za utumishi wa umma, lakini pamoja na dira yetu ya maendeleo ya taifa na dokumenti yetu kubwa ile ya ilani ya Chama cha Mapinduzi.
Hiyo ndio miongozo yenu ya kazi. Naomba sana mkaisimamie. Kuna swala la mikataba. Kuna amri kwamba mikoa, wilaya isimalize kuingia kwenye mikataba mpaka ofisi ya mwanasheria mkuu waone hiyo mikataba. Lakini kuna wengine huko mafundi sana wanasema mimi nimesoma sheria bwana, mkataba uko sawa, we sign. Mnaendelea huko. Lakini kuna mikataba ambayo imefungwa kwa njia ambazo zinakubalika pia. Lakini wakati wa kuvunja mikataba, inawezekana kabisa labda mkandarasi ambao umefunga nayo mkataba au mwekezaji ambaye ameingia mkataba kufanya mradi fulani anasuasua. Na unaona kabisa huyu aondoke apishe mwingine aje kufanya. Sasa namna ya kuvunja mikataba sio tu uko site kuanzia leo mkataba umevunjwa, wewe ondoka hapa, ondosha vitu vyako, hamna kufanya kazi. Mnatupa mzigo mkubwa serikalini. Kwa sababu huyo mtu akitoka hapo anakimbilia mahakamani. Na kwenye mkataba mle zimewekwa njia za kuvunja mkataba. Sasa unapomkatanisha kibabe namna ile, anakwenda mahakamani na mahakama inampa right. Ndugu zangu, tunalipa pesa nyingi sana kwa kuvunja mkataba ovyo ovyo. Mtu hajatia hata shilingi, kanyang'anywa tu ardhi, anakwenda mahakamani, wakati mwingine ya kimataifa. Unaletewa mbili huo, lipa. Umemfanyia sivyo, umekiuka katiba yako na sheria na nini, dola milioni 300, lipa. Tunakuna kichwa, tunapata shida. Kwa hiyo uvunjaji wa mikataba ifuate taratibu zilizopo. Vinginevyo mnatutia hasara sana. Wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya. Inawezekana kabisa umekwenda pahali mtu anaudhi. Kaingia mkataba, hajaanza kazi, shapita miezi 6, 7, 8. Lakini fuata taratibu kuvunja mkataba. Mkivunja tu vile kibabe, wengine ni wanani tu, watapeli tu. Kaingia, kategesha hapo, anajua hapa mimi nitafukuzwa, anaudhi. Yani sasa na lile jitu korofi na kuja kukuchokoza tu makusudi ukasirike, yeye apate kufanya yake. Kwa hiyo kwenye kuvunja mikataba kuweni makini. Katika mabadiliko haya, baadhi ya maeneo tumebadilisha pia makatibu tawala wa mikoa ili kuongeza nguvu katika maeneo hayo. Lakini kuna tulowahamisha tukawapeleka kwingine. Yote si kwa kulenga mtu, bali kulenga kupanga safu nzuri kwa safari hiyo tunayokwenda huko mbele. Kwa hiyo wale waliobadilishwa, kaeni vituo vipya, nenda kasome kituo chako kipya, ujue nini kinatakiwa hapo na uende na vile kinavyotakiwa. Wakati mwingine umebadilishwa kwamba ulipokuwepo challenge ni chache, tunakupeleka kwenye challenge nyingi tukijua kwamba unaweza. Kwa hiyo kafanye. Wakati mwingine ulipo challenge ni nyingi na we ni mwepesi, tunakupeleka kwepesi, pale tunamleta ambaye tunahisi huyu atapaweza. Kwao ni hivyo. Hakuna aliyekuwa targeted wala nini. Ni mabadiliko ya kawaida, nendeni mkafanye kazi. Mwanzo nilipoanza kuwapisha kwa mikoa, mwanzo niliwaambia mnatarajia ningewachagua kwa makundi. Lakini mimi kama Samia sina kundi. Na mkijitizama humo, hayo makundi mnayoyajua, makundi yenu nyote mmo humo ndani. Nyote mmo humo ndani. Nachotaka mimi Watanzania kwa pamoja tufanye kazi, tuisogeze nchi yetu mbele. Sina kundi. Sasa wale wanaoji-identify huyu wa mama, huyu sio wa mama. Mimi mama nina watoto wote. Wote wangu. Wote nalea. Anayefanya vizuri wangu, anayefanya vibaya wangu. Mwingine nitampa zawadi, ukinifanyia vibaya nitakuchapa mikwaju. Na wapo na wachapa mikwaju na waweka nje kidogo, akishapata adabu yake naambia sasa njoo tufanye kazi. Anakuja tunafanya kazi. Kwa hiyo hamna makundi huko. Sasa kama mna vijikundi vyenu huko, mimi havinihusu. Mimi kwangu ni kazi.
nataka mkafanye kazi, tuivushe hii nchi. Tuivushe hii nchi 24, 25, tuvuke vizuri. Nendeni kafanyeni kazi. Jengine, kuna vifaa vingi tunashusha chini huko ili kuongeza hamasa ya utendaji kazi. Vifaa vya usafiri, pikipiki nyingi sana zimeshuka huko kwa maafisa ugani. Tunaleta mapikipiki kwenye kada nyingine, magari kwenye kada za afya, magari kwenye kada za kilimo. Sasa yakasimamiwe. Wanawezekana kabisa wenye sekta za mkoa wa mkoa haya hayakuhusu, yanakuhusu. Ni katika eneo lako, as long as liko kwenye eneo lako, whether ni vifaa vya afya, vifaa vya kilimo, vifaa vya nini, vinakuhusu. Magari ya kuchimba visima ya maji yanakuhusu. Nendeni kasimamieni. Mnapojitoa ndio mapikipiki yanayofungiwa mwaka mzima ndani, mapya hayajatumika, hatujui kwa sababu gani. Hatujui, labda waziri mkuu aliyoyaona anajua. Hayo yanatokea kwa sababu hamjui, hamfuatilii. Kwa nendeni kafuatilieni vifaa vyote tunavyovileta huko na mhakikishe vinatumika ipasavyo kutoa huduma kwa wananchi. Kuna mfumo unaitwa mrejesho. Mmeshawahi kusikia? Mbona sauti ziko chini, hamjausikia? Lakini hamjaanza kuutumia. Sasa kanendeni kautumieni basi. Nyie mpate mrejesho na sisi tupokee mrejesho. Lakini na wananchi wapate taarifa kupitia huo mfumo mrejesho. Ndio hivyo tutakavyoweza kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi zaidi tukitumia mifumo. Kwa mifumo ile inayoletwa, jitahidini muitumie vizuri. Lakini pia wengine buni tu, moyo wa bunifu kuangalia aina nyingine mtakazoweza kupima watendaji wenu, na wenyewe wasimame kama tunavyowasimamia nyinyi. Kama wewe unatathminiwa kila mwezi na mtendaji wako na yale chini yako, jipangie namna ya kumtathmini. Zile fomu zetu za kawaida zile zinaitwa nini? Sijui yoyote ile. Inajazwa tu, mradi imejazwa, wakati umefika imejazwa, hapana. Wakati zinajazwa hizo, mimi nilipokuwa waziri ofisi ya makamu wa rais, kwa na katibu wangu. Sasa katibu wangu fomu yake lazima niijaze mimi. Anajaza huko alafu analia, "Mheshimiwa nisainie uweke comments zako." Naambia hapana, njoo kaa kitako. Dadi Kolimba sasa hivi DC, kaa kitako. Hii hapa, mbona umejiandikia hivi? Unakumbuka ulifanya hivi, ulifanya hivi? Ndio mheshimiwa. Unakumbuka hapa ulifanya? Ndio mheshimiwa. Na hapa sasa mbona umejiandikia hivi? Sasa acha tuandike ukweli ili ujipime. Kwa hiyo tunaandika ukweli kisha ndo naisaini. Kwa hiyo wakati mwingine sijui kama alikuwa anapeleka kwa waziri wa mazingira na ilikuwa waziri wake au vipi, na mimi vipindi vile nilikuwa sijui kipindi gani inatoka wala siulizi. Lakini nimemfundisha. Sasa hivi ni DC mzuri sana yuko kule. Sasa niwakumbushe tu kwamba wewe ni chaguo la Mwenyezi Mungu. Mimi napita tu kufanya hiyo kazi. Lakini Mungu alishakupangia wewe utapita hapa, utapita hapa, utapita hapa, utapita hapa. Sasa pamoja na yale tuliozungumza hapa ya kiserikali, jirudishe kwa Mungu wako kwa imani yoyote ile ulionayo. Na ufanye kazi kihaki lillahi, ukijua kwamba Mungu anakushuhudia. Na yeye ndio alikuchagua uweko hapo, akijua kwamba unaweza kufanya aliyokupelekea hapo. Sasa pamoja na lile la kwanza la kujitambua, jinyenyekeze kwa Mungu wako pia. Sikwambii kwamba uende kanisani kila Jumapili, uende msikitini kila sala tano, uende namna kujinyenyekeza kwa Mungu iko nyingi. Ni kuwa mtiifu tu kwa Mungu wako na kufanya kazi vile ambavyo unajua mimi this is my best. Unafanya hiyo ambayo uko your best. Kama vile ukiapa hapa unashika kile kitabu, sasa kile kitabu kikiendea upande, mambo yanakuendea upande. Mnadhania vile ni vitabu tu, kivyo vitabu vina maana kubwa. Takupeni hadithi ya Makonde kule Pemba.
Makonde Pemba kapanda shamba lake, ndizi kubwa imeota. Vijana wa mtaa wamekwenda kuikata ndizi. Katoa tangazo, jamani ndizi yangu imekatwa. Walokata wajiseme kina nani? Kimya. Sasa nakupeni wiki nzima waje waseme hapa ndizi yangu kaikata nani. Makonde watafanya nini? Wiki imepita kasa basi. Kaenda zake mjini duka la vitabu vya dini. Kanunua kitabu kinaitwa Halal Badri. Kakinunua akasema nataka kitabu Halal Badri. Musa duka anamwambia unataka wewe cha nini? Sasa nataka kujua, nataka kusoma. Akauziwa akaondoka. Lakini anafanya hayo kwa moyo na kuamini Mungu kwamba kweli. Akaenda kwenye mgomba akasema we mgomba, ndizi yangu imekatwa hapa, wamenidhulumu. Na Mungu unanishuhudia ndizi yangu ya jasho langu amekata. Sasa mimi hichi kitabu kusoma sikijui, lakini ninaamini kinafanya kazi. Kwa hiyo anapiga kile kitabu kwenye mgomba. Aliyeiba ndizi yangu Mungu nihukumie. Aliyeiba ndizi yangu wewe Mungu nihukumie. Hukumu unaijua wewe. Mimi nihukumie, lakini najua hichi kitabu kinafanya kazi. Siku 3 vijana wanaanza kuropokwa ovyo. Na ni true story. Tulichukua sie, kila mtu na kichacha aina yake kilomwingia. Wanaoendea wazazi vipi? Sasa nilisema nilitoa nani kakusomea Albadira? Sasa sijasoma. Mimi soma mwenyewe na mgomba peke yangu. Kwa hiyo na wewe ukiitaki ni moyoni kwako. Moyoni kwako na ukiwa na itikadi na kazi unayoifanya, Mungu atakusaidia na atakuhukumia. Asanteni sana.